Mashariki ya Kati. Wizara ya afya ya Gaza imesema jeshi la Israel limeshambulia hospitali kubwa zaidi kusini mwa Gaza ya Nasir iliyoko katika mji wa Khan Yunis. Watu wawili wameuawa katika shambulio hilo lililolenga jengo la upasuaji. Mengi zaidi kuhusu tukio hilo na mengine yanayoendelea katika mzozo huo anayo Angela Mdungu. Shambulio hilo lililofanywa na Israel lilisababisha moto mkubwa, na kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza iliyo chini ya kundi la Hamas, watu kadhaa pia wamejeruhiwa. Hospitali hiyo imelengwa ikiwa ni siku kadhaa baada ya kuzidiwa na idadi ya majeruhi na miili ya watu waliouawa tangu Israel ghafla ilipoanza upya kufanya mashambulizi wiki iliyopita. Akilizungumzia shambulio hilo, mkurugenzi wa hospitali hiyo ya Nasser, Dr. Atef Al-Hut, amesema shambulio la leo katika jengo la hospitali ya Nasser na kuifanya idara nzima isiwe na uwezo wa kutoa huduma ni ujumbe kutoka kwa Israel wa kufanya hospitali nzima isitishe huduma zake. Ninaweza kusema hospitali ya Nasser ni moja ya hospitali au ndio kubwa zaidi inaofanya kazi ukanda wa Gaza. Ilianza kufanya kazi mwezi Mei mwaka jana baada ya kushindwa kufanya shughuli zake. Mmoja waliouawa kwenye shambulio hilo ni mtoto wa miaka 16 aliyefanyiwa upasuaji siku 2 zilizopita. Hospitali 3 za Gaza zimeripoti Jumatatu kuwa jumla ya watu 25 wameuawa kote katika ukanda huo, wakiwemo wanawake kadhaa na watoto kutokana na mashambulizi ya Israel. Haya yanajiri wakati maafisa wa Palestina wakisema kuwa maelfu ya watu wamenasa mjini Rafah kusini mwa Gaza baada ya wanajeshi wa Israel kuizingira sehemu ya eneo hilo Jumapili. Israel ilitoa amri ya watu kuondoka katika kitongoji cha Tel al-Sultan kupitia njia moja ya Muwasi kwa miguu. Maelfu ya watu wameondoka, lakini manispaa ya Rafah imesema leo kuwa bado wengi wamekwama. Wakati huo huo, maafisa ambao wameomba wasitajwe majina yao wamesema Misri imetoa pendekezo jipya la kujaribu kuirejesha Israel na kundi la Hamas katika meza ya mazungumzo. Katika pendekezo hilo, kundi la Hamas litapaswa kuachilia huru mateka 5 walio hai, akiwemo mtu mmoja mwenye uraia wa Marekani na Israel. Israel kwa upande wake itatakiwa kuruhusu misaada ya kiutu iingie Gaza na kusitisha mashambulizi na kuachia huru mamia ya wafungwa wa Kipalestina.